amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo ziwe nanyi. Leo ni siku ya pekee na ya furaha kubwa katika maisha ya kanisa letu. Tumekusanyika mbele za Mungu kushuhudia na kusherehekea uongozi wake na pomleta mchungaji mpya ili kulichunga kusanyiko hili. Neno la Mungu latukumbusha katika Mithali 16:9, moyo wa mwanadamu hupanga njia yake, lakini Bwana ndiye aelekezaye hatua zake. Kwa hakika ni Bwana aliyeandaa wakati huu. Kama kanisa tunaamini kwamba wachungaji hawachaguliwi kwa hekima ya kibinadamu pekee, bali huitwa na Mungu kwa kusudi lake takatifu. Katika Yeremia 3:15 Mungu asema, nitawapa wachungaji wapendezwe na moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Leo tunamshukuru Mungu kwa kutimiza ahadi hii miongoni mwetu. Kwa mchungaji wetu mpya, tunakukaribisha kwa moyo iliyo wazi na kwa furaha. Tunatambua wito ambao Mungu ameuweka juu ya maisha yako, na tunaamini Roho Mtakatifu atakuongoza unapolichunga kundi hili. Kama neno la Mungu linalovyosema katika Petro wa kwanza 5:2-3, lichungeni kundi la Mungu lililo kati yenu, mkiwa waangalizi, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu apendavyo. Tunaomba huduma yako miongoni mwetu iwe ya upendo, unyenyekevu, uaminifu na kweli. Kwa kusanyiko lote, ukumbuke pia wajibu wetu. Neno la Mungu latuhimiza katika Waebrania 13:17, watiini viongozi wenu na kunyenyekea, kwa kuwa wao hukesha kwa ajili ya roho zenu. Tumsaidie mchungaji wetu kwa maombi, ushirikiano, faraja na upendo. Tunapoanza safari hii mpya pamoja, na tutembee katika umoja, tukiongozwa na neno la Mungu na kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Zaburi 133:1 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na hupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana ambariki mchungaji wetu mpya, abariki kusanyiko hili na aibariki kazi tutakayofanya pamoja kwa utukufu wa jina lake. Utukufu na heshima vyote viwe kwake sasa na hata milele, na wote tuseme amina. Thank you so much. Very good. Kwa hivyo takuwa sisi tutatembea wakati tunafanya hivyo. This wonderful team, the joy bring us, and you bring joy. I can see you bring joy in this church, which is very good. Chungaji, you are getting a church ambayo imejipanga vizuri.
Kwa hivyo bring us, give us the number, alafu sisi tutatembea, tutamchukua mchungaji. Watatoka halafu watakuja. Watakapofika tutasimama wote. Uwepo wako uende nasi. Simame sisi wote. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tutavua mabango yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Naomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia e Bwana, utukufu na uso wako. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tutavua mabango yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mabango yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Pate staza nyingine moja. Bwana uliye waita watakatifu wao, wawe mitume
wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa na wapole wa kunena wasiwe kunyamaza. Mwenyezi Mungu, tumeingia katika ratiba ambayo imefanya tuwe hapa kama DCC. Wakati huu tunataka kuamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi. Tunapofanya hii ibada ya kumweka mchungaji aweze kuihudumia hii kanisa kuanzia siku ya leo kuendelea mbele hadi wakati ambapo Mungu wa rehema utaona ni vyema aweze kuenda kanisa lingine, tunataka kumkabidhi katika mikono yako yenye nguvu na mamlaka, ya kwamba mfalme wa ajabu utakuwa pamoja na yeye. Na kama mimi kama mtumishi wako na wazee ambao tumekuja na wao na viongozi wa kanisa hili, tunataka kudedicate hii occasion mbele ya mikono yako, ya kwamba itakuwa ya kuleta sifa na utukufu katika jina lako. Hatufanyi hii tu kwa sababu ya desturi, lakini tutafanya hivi ili ukaweze kutukuka na kuweza kuchukua ushukani, ukaliongoze hili kanisa ukipitia mchungaji huyu ambaye atafanya kazi akiwa mwenyekiti, akiwa kiongozi, akiwa na huduma nyingi ambazo atasifanya. Naomba nguvu na mamlaka yako ikaweze kumuongoza. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki, na ni kweli utatenda. Kwa Yesu Kristo aliye mwamba na mkombozi wetu. Amen. Tunaweza kuketi wale ambao tuko kule. Niseme ya kwamba mimi nina furaha kumleta mchungaji katika kanisa hili. Na wakati mwingine unapoambiwa ulete mchungaji, unashindwa utaleta mchungaji ambaye ulimpata katika huduma namna gani? Kwa sababu yeye nilimpata katika huduma ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu ya vile mambo yanaenda, siku hii ni huyu, siku ingine ni mimi, ni huyu mwingine, siku ya leo imekuwa ni mimi. Na nashukuru sana mchungaji Ngure kwa sababu tumeongea na wewe na simu na kukuambia vile tutafanya, na umefanya yote, na nashukuru kwa sababu ya kazi hizo zote. Umeniheshimu hata kama wewe umekomaa katika hii huduma kuliko vile ambavyo niko na miaka mingi kuliko mimi ile nilivyo nayo. Niseme nashukuru sana kanisa la jirani, sababu kwa imani yangu kubwa ya kwamba mchungaji pamoja na mke wake watafanya kazi ya Mungu hapa, na mimi nina imani kubwa ya kwamba watafaulu katika kazi hapa. Na naamini ya kwamba muda mfupi atakapochukua usukani siku ya leo, ataanza kuomba Mungu, na najua kwamba ameomba Mungu kama jamii na wameomba Mungu, na amejipanga vile ambavyo ataweza kufanya katika hili kanisa. Na kwa hivyo siku zingine mtakutana na yeye kwa chama, mtakubaliana, na wakati mwingine mtakutana na yeye katika ushirika na katika kanisa ibada ya kila Jumapili, na mtaweza kukubaliana. Na mimi nina imani kubwa ya kwamba tunaleta mchungaji si mpya, watu wanamjua, ni mchungaji ambaye amekolea katika huduma hii ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na sababu ya kumpa nafasi ya kufanya kazi katika kanisa hili. Niseme ni healthy kuwa na mabadiliko. Wakati mwingine tunaweza penda mtu sana kiasi ya kwamba hata hatutaki kumwachilia, si ni kweli? Lakini saa zingine kuna mwingine anaweza kuja afanye kazi na njia tofauti, na watu wengine waweze kuona mambo makubwa ambayo yatafanyika. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba tunapo muaga Reverend Karanja, ingawa tulisema ya kwamba siku ya kumuaga mtapanga wenyewe, alafu mtamuita ili mkuje mfanye hivyo, kwa sababu hivyo ndivyo barua inasema, ya kwamba kuna siku ambayo mtaketi chini mpange, alafu atakuja hapa ili na yeye aseme akihand over kazi hii. Lakini officially mchungaji Ngure anafaa awe ameanza kazi Januari tarehe 1. Ni vile tu barua ilikuwa imechelewa, lakini sasa tunakubaliana ya kwamba mahali ambapo imekujia si ndipo asubuhi. Kwa hivyo siku ya leo ndio anaanza kazi, na kwa hivyo tunashukuru sana. Kuanzia dakika hii na kuendelea mbele, wakati tutamkabidhi yeye, ndiye atakuwa officially mchungaji katika kanisa la AIC jirani, kwa uwezo wa Mungu Baba, Mungu Mwana
na Roho Mtakatifu, na sote tuseme. Kwa hivyo sasa mimi sina budi ila kumkabidhi kwenu. Tutakuja hapa mmchukue wazee wa kanisa hili na wamama viongozi na viongozi wa vijana na watoto, kuja mchukue mchungaji ili muweze kufanya kazi pamoja na yeye kwa muda ambao Mungu atawapatia. Karibuni sasa hapa. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu na kwa niaba ya ofisi yetu ya Region na kwa niaba ya Human Resource, nakabidhi mchungaji Ngure katika kanisa hili na kwa wazee wa kanisa hili la AIC Jirani, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na kanisa tuseme amen. Amen. Sasa tukiwa tumesimama tu hivyo, ninataka mtoto mmoja wa Sunday School aseme karibu mchungaji Reverend Ngure. Nani atasema hivyo? Kama mimi Naomi, karibisha kwa AIC Jirani. Ana youth akuje hapa, afu afuatwe na mama mmoja ambaye atakuja kuongea, ndiye atakuwa mwisho. Bwana asifiwe. Nakukaribisha jirani. Asante. Asante sana. Thank you so much. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu atakuwa mchungaji wa vikundi vyote. Na kwa hivyo ni vizuri kumkaribisha wote. Asante. Wetu Ngure nakukaribisha katika kikao hiki chetu. Kwa kwamba sasa ni mara ya pili kuwa chini yako. Wakati mmoja nilikuwa chini yako Njoro, ukaenda transfer ukatuacha. Sasa tena tumepatana. Bwana akubariki sana. Pate mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni John Njoroge Wangai, na kwa kanisa mimi ndiye mwandishi. Nimkaribishe Mchungaji David Ngure Kamau katika kanisa la Africa Inland Church Jirani pamoja na mkewe. Karibuni sana. Hili ni kanisa ambalo si ugeni kwenu. Kanisa ambalo mshaitembea mara nyingi, mmeshiriki na mara kwa mara mmehusishwa katika taratibu za kanisa na programs ambazo zimepangwa katika hili kanisa. Kwa hivyo tunapokumkaribisha Reverend Ngure, hatukaribishi mgeni, ila tumkaribisha mmoja wetu ambaye twamjua. Kwa wale ambao wamekuwa Afrika wa AIC Njoro, mmemjua na amefanya kazi pamoja. Zaidi ya hapo, kuna wale ambao ni wanafamilia wa Reverend Ngure, na kunao wengi ambao wako hapa. Kwa hivyo hiyo ya kwamba inaashiria kwamba Reverend Ngure hapa ni nyumbani, na kama tumesema kwamba kama kuna home church ya Reverend Ngure ni AIC Jirani. Kuna wale ambao wanaita ni cousins, wengine wanaweza kuita brothers, wengine ni nieces, nephews, wengine pia anaweza kuita mama. Na kwa hivyo hii tunaona kwamba ni opportunity kubwa, sio tu ya kuserve
kanisa la Africa Inland Church kwa jumla, lakini pia ni opportunity ya kuserve hata jamii na familia. Tunapoangazia hiyo jambo, tunaona na tunakuombea, sababu sio tu huduma umekuja, bali inaashiria changamoto, na hasa kwa upande wa familia na kanisa ambalo pengine baadhi ya watu ambao mko nao ni wageni. Pili, tuseme kwamba anapokuja hapa, anakuja kwa kazi ambayo anaelewa. Hiyo kazi ambayo ni ngeni sana kwake. Amekuwa ni mchungaji kwa muda mrefu, na kwa hivyo tunaamini ya kwamba anapokuja hapa, anakuja kwa wingi wa experience ambayo tunaamini ya kwamba, kama tulivyotaja makanisa mengi ambayo amehudumu, analeta wingi wa experience katika hili kanisa. Lingine tunapoangalia, pengine ni kuuliza pengine kwa DCC, sababu tunapoangalia tuna wengi, tunaona ya kwamba kunao ambao wako na furaha, lakini baadhi yao wako na dukuduku. Tusema ni ishara ya dukuduku, tunasema pengine ni wasiwasi kidogo kwa sababu moja ama nyingine. Ningesema pengine mojapo, kwa sababu tuko hapa na secretary wa DCC, kuna vice chairman wa DCC na members wa DCC. Baadhi ya washiriki hapa hawajui ni kwa nini Pastor Karanja akaondoka, na kwa hivyo pengine wakati mwingine tunapo fika hapo, ni vizuri pengine hata kama ni LCC ukajua pengine ni sababu ni gani, sababu tunaulizana na bado hatujapata jibu. Hatusemi ya kwamba hatujamkubali, lakini tungetaka pengine kuwa hata kama ni clue kidogo nini liendelea, ili ya kwamba tunapoendelea na kumpokea Reverend Ngure, tusiwe ya kwamba sisi wenyewe ndio tulifanya pastor akaenda. Kwa hivyo kama angekuwa pengine tungejua, tungeshikilia hayo mambo, ili ya kwamba tusije tukaendelea na yale ambao pia pengine inaweza kufanya Reverend Ngure pia akawa pia hataweza kufanya kazi. Kwa hivyo kama makosa ni yetu, ni vizuri ya kwamba tukaelezwa, na kama ni jambo ambalo ni kawaida pia tukafanya nini, tukaelezwa. Sababu nasema hivi kwa sababu kama kuna jambo ambalo aliona si nzuri na akanyamaza na pengine aliwaeleza, ni vizuri pia tukajua. Kama aje washiriki wenzangu, ni vizuri tukajua, ili ya kwamba tunapompokea tusiwe ya kwamba tutaendelea kwa yale mambo ambayo nyinyi mko na idea, mko na clue, lakini kufikia sasa hatujajua. Lingine ni kusema kwamba kwa washiriki wenzangu, ni ya kwamba tukampokea Reverend Ngure sio kama Reverend Karanja, sababu hawa ni binadamu wawili tofauti, wako na mwito tofauti, na wako na njia za ufanyikazi wao tofauti. Tunapoongozwa na neno lake Mwenyezi Mungu, ningetaka kunukuu pengine Waefeso 4 kuanzia 11 hadi 12, inasema ya kwamba na wengine akawapa kuwa mitume, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, na wengine ni walimu. Kwa wale ambao wanajua, tunaita the fivefold ministries. Kwa hizi fivefold ministries tunaona ya kwamba kila mmoja ako na kipawa tofauti. Inawezekana kwamba tulimuona Pastor Karanja kama mwalimu, wengine tukamuona Pastor Karanja kama pastor, wengine tukaona Pastor Karanja kama mwinjilisti, wengine tukamuona Pastor Karanja kama nabii. Anapokuja Reverend Ngure
hakuji exactly kufit into the shoes of Reverend Karanja. Siku moja nikawa kwamba nimepatiwa transfer kutoka shule moja hadi nyingine kama kiongozi wa shule. Nilipofika pale, aliyekuwa ni naibu mwalimu mkuu akapewa nafasi ya kuzungumza na kusema kwamba kwa hii shule huyu mwalimu ambaye anaenda, she has left very big shoes. I wonder whether the incoming principal will fit into the shoes. Inamaanisha nini? Ya kwamba huyu amefanya kazi nzuri sana, hata nashangaa kama huyu ambaye anakuja atafanya kazi kama nani? Kama yule. Nilipopewa nafasi ya kumzungumza naye, Mwenyezi Mungu akanipa nafasi ya kuongea with a lot of wisdom. Nami nikasema, I am coming here as a principal, na huyu ambaye anaondoka is a lady. So I am not going to fit into the shoes of a lady, kwa sababu I am a gentleman. I am coming in my own shoes. Kwa hivyo yale ambayo alikuwa nafanya, pengine alikuwa nafanya kama mama na alikuwa na watreat kama mama, mimi nitakuja na njia zangu kama mwanaume na kama baba. Niliposema hivyo, yule ambaye ni mkuu wa elimu alisema na kaniuliza, mwalimu, je, wewe hufunza nini? Nikasema mimi ni mwalimu wa biolojia. Akasema hapana, wewe hustahili kuwa mwalimu wa biolojia, unastahili kuwa mwalimu wa Kiingereza. Niwape mfano mwingine. Nilipotoka chuo kikuu na nikapata kwamba nimeingia katika shule moja upande wa magharibi mwa Kenya, Western, nilikuta mwalimu ambaye alikuwa anafunza biolojia alikuwa ni daktari ambaye alikuwa trained. Alikuwa na train kuwa daktari, hakuwa amemaliza mafunzo. Naye mwalimu mmoja katika staff room hakunificha, akauliza, je, hao watoto walikuwa nafunzwa na daktari, je, huyu ataweza kufunza kiwango cha daktari? Sikujibu. Nilitulia, nikagoja matokeo, na baadaye hata nilipokuwa natoka pale hawakuwa wanataka nitoke, kwa sababu alikuwa ameona matokeo ya mwalimu yalikuwa ameshinda hata nani? Ya daktari. Kwa hiyo ni kusema hivi, tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunapoangalia maneno ya Yesu mwenyewe katika Mathayo 16 na 18 inazungumzia kwamba pale Petero alipokuwa akizungumza, Yesu alipokuwa anazungumza akamwambia Petero, nawe ndiye Petero, ambaye inamaanisha jiwe, na juu ya huu mwamba nitalijenga kanisa langu. Wapendwa wa Kristo, hili ni kanisa lake Yesu Kristo. Tupigie Yesu Kristo makofi. Na juu ya ule mwamba hatutaweza kutingizika. Karibu sana Reverend, naamini ya kwamba you are coming in not to fit into the shoes of Reverend Karanja, but you are coming in your own shoes. Karibu sana, asante. Asante sana. Asante sana. Ni vizuri clarify ya kwamba hii si transfer ambayo iko na jambo lingine lolote. It is a normal transfer. Kama vile mnajua Njoro, vile ambavyo tunaendelea kwa sababu tunafanya kazi katika ushirikiano mmoja. Wakati tulisikia ya kwamba kuna transfer ambazo zinapangwa katika area yetu ya Kijabi, sisi tu ndio hatukupigwa transfer wakati watu wengine wote walikuwa wanapigwa transfer. Na tukasikia ni kama kwamba kuna transfer ambazo zinakuja. Tulianza kuongea na wachungaji, mimi na chairman wetu Reverend Harun, na tukaongea na wachungaji tukawaambia sasa lazima twende transfer. Hata mimi nimeenda kwa sababu nimeacha kanisa la Mwigito, na mnajua tena niliacha kanisa la Tengecha. Kwa hivyo nimeendelea kusonga. Na tukasema ya kwamba kuna vile ambavyo tutaifanya
na kushirikiana. Tusiwe tunafanya kitu ambacho kinaweza kuja kistukie mtu wakati ambapo hajui. Na wakati huo tukaita mchungaji Ngure, tukaita mchungaji Kalanja, na mimi mwenyewe nilikuwa hapo, na tukaita mchungaji Obadaya, na tukaanza kuongelesha vile ambavyo tunaweza kufanya hizi transfer. Na tukaomba kila mmoja anaweza kuachilia kanisa hata kama unalipenda. Mimi nilikuwa napenda Mwigito, si ni kweli? Lakini sasa unaomba kwa sababu ni vizuri kuwa na changes. Tukaombwa tuweze kuachilia kanisa na ili tuweze kuendelea. Wakati tuliipeleka kwa executive, tulikuwa already tumekubaliana na wachungaji, na kwa hivyo si jambo ambalo lilikuja kwetu kwamba kuna shida kati yenu na mchungaji wenu. Ni jambo ambalo tulilifikiria na tukaona ya kwamba watu wa Kijabi wanaweza kuja kupiga transfer, hawajui vile ambavyo sisi tulivyo, so tukawa advise. Na katiba inasema human resource inaweza kufanya kuhaya mchungaji ama pia kufaya, lakini ni lazima iwe na consultation na yule ambaye ni immediate boss wa ile area, kwa sababu anaelewa zaidi. Sisi tunaelewa disease na makanisa yetu. Kwa hivyo tukaongea na tukaona ni vizuri, na kwa hivyo jirani msione ya kwamba labda tumemtoa kwa sababu ya shida ya jirani. Hatujamtoa kwa sababu nyinyi ni shida, tumemtoa kwa sababu amekaakaa. Amen. Na hivi majuzi pia ama miaka ikisonga songa tutakuja tena kufanya ingine, na kwa hivyo tutaendelea hivyo. Jambo ambalo tuliweza kuifikiria na ambalo hatutaki sasa liendelee kutuguide ni ya kwamba mchungaji anaweza, kama uko Kenana kwa mfano, ati lazima uwe wewe ndio uko Kenana na uko Kamwaura. Kama uko Gishofo, ati lazima uwe Mtukanio. Kama uko Rochorai, ati lazima uwe Mwigito na Tegecha. So tunataka kufanya hivi kwa sababu tradition yetu tulikuwa tunasema hata ukisoma Kenana lazima utaja Kamwaura, si ni kweli? By the way, hata barua ikipeanwa DCC watu walikuwa wanapewa barua ya Kenana. Unaona mzee wa Kenana na unamwambia aenda kutafuta watu wa Kamwaura. Juu anafikiriwa ni kikapu gano ama piave, si ni kweli? Gishofo Mtukanio, Rochorai Tegecha, Joro jirani. Lakini sasa tunataka kuona kwamba makanisa yote inaweza kutumika, na mtu anaweza kuwa na kanisa hapa na awe na kanisa lingine. Hapo ndipo sasa tulianza kuona, ili isiwe watu waanze kuclaim ya kwamba lazima sisi tushikanishwe na akitoka Kamwaura ati lazima atoke mpaka Kenana. Si unaona? Ili sasa akipigwa transfer hakuna kile ile Kamwaura na Kenana watakaa chini waseme huyu alikuwa mchungaji wetu. Ni kweli? Sasa hiyo imetuguide na tumeweza kuona vile ambavyo tunaweza kuifanya, ambayo human resource wakiwa wageni hapa hawangejua vile ambavyo tunafanya. Kwa hivyo tunapomkaribisha Ngure Reverend, tunamkaribisha kwa sababu ni kazi anataka kukuja kufanya hapa, kwa sababu Mungu amefikisha wakati wake kufanya hapa. In fact, mkumbuke tumekaa bila kwenda transfer. Tulikuwa tunaenda miaka 4, si ni kweli? Mnakumbuka? Lakini sasa tumekaa, so tunataka kuendelea ili tusionekane kama watu ambao hawataki mambo ya transfer. Sababu hiyo ndio sometimes tunakuwa accused ya kwamba sisi hatutaki mambo ya transfers, lakini tunataka transfer na tutasifanya, na hii ni kuanzia, tutaendelea kusifanya na mwisho wa yote tutakuwa tumefanya transfer kwa kila mmoja. Hivyo Mungu awabariki sana. Kabla ya mchungaji Ngure kuongea, na mchungaji mmoja aliletwa kwetu, alafu alikuwa hajaoa. Msichana wa rafiki yake akakuja kumtembelea. Sijui waliongea nini. Baada ya hiyo tulipata barua ya resignation. Sasa nikafikiria bibi ndiye alisema tutawezana na hii maneno, na unajua hawa watu wana nguvu hawa bibi wana nguvu. Kwa hivyo ninataka nimpatie atusalamie na atuambie, naambiwa tusivae viatu za Karanja na Mama Njoki. Sasa ukuje na zako. Sifiwe. Haleluya. Salimieni hivi ni furahi. Bwana atukuzwe.
Naitwa Esther Keria wa Waiyakina Gure. Nimeokoka, mpenda Yesu kwa kuwa rafiki wa karibu. Tangu nilipojuana na huyu Yesu nikiwa kasichana kadogo, amekuwa mwaminifu. Na yale ambayo ametenda katika maisha yangu, mimi ni shahidi. Kwa hivyo ninampenda sana huyu Yesu. Wakati ambapo mambo kama haya huwa yanafanyika, kuna mambo mingi ambayo huwa yanaenda katika mafikira, kwa sababu ingawa mimi ni Esther, nimeolewa na Ngure ambaye kwangu mimi ni bwana na baba ya watoto wetu. Lakini anapokuja katika kazi, yeye ni mchungaji wa familia yetu, alafu kwenu wengine. Wakati ambapo Yesu alisema enendeni duniani kote, mkawafunze na mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, muanzie na Yerusalemu, alafu mutoke Yerusalemu muende Yudea na Samaria na ulimwenguni kote. Yerusalemu ya kwangu, Ngure amefanya kazi. Na mimi ni mshahidi, kwa sababu si kujua kulea ama kutunza boma, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo anapoletwa kwenu, wacheni tu niwaite Judea, kwa sababu si ameanza Yerusalemu, ako Judea. Na mimi kwangu, mimi sina mengi. Kuna neno ambalo linanifurahisha katika kitabu cha Mwanzo 5:21 hadi 24. Inaongea kuhusu mtu ambaye alikuwa anaitwa Enoch. Enoch, maandiko yanasema alikuwa na miaka 65. Lakini Enoch alitembea na Mungu kwa muda wa miaka 300. Alafu baadaye hakuonekana tena. Lakini what I like about that scripture is that Enoch lived in fellowship with God. Wakati ambapo nimekuwa mke wa mchungaji, hata mimi nimesoma, nimekuwa shule. Na kwa hivyo jambo ambalo tu ningeweza kusema ni ya kwamba Mungu akanisaidie nikawa na ushirika na yeye. Kwa sababu wakati nitakuwa na ushirika na yeye akiwa Mungu wangu, atanisaidia na ataniwezesha. Kwako David Ngure Kamau, my work is just to pray for you and to support you. Sitakuwa kikwazo ama what do I want to mean? Sitakuwa a stumbling block. Mimi kazi yangu itakuwa kwa kukushikilia. Vile ambavyo ndizi ikianza kuzaa inaletewa a support system. You can be assured of my support for your ministry until the time that God wants us to serve. God bless you. So much. Maneno ya nguvu. Aliza Yerusalemu. Okay, basi ndugu zangu na dada zangu, ni wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Ikiwa utapenda, unaweza kuinua tu mkono juu. Unajua sasa, sema ikiwa utapenda, unajua sasa wakati mwingine inakuwa ngumu, umekaa kutoka asubuhi, masaa ndio hayo, tumeendelea wako nafika mahali unasikia enyewe umechoka. Lakini all said and done, jina langu naitwa David Ngure Kamau. Watu wengi wananijua, especially wale ambao tulikuwa nao pale AIC Njoro Town wakati nilikuwa pastor mahali pale. Na wengi na wakumbuka. Watu wengi hapa, I think 75% na wajua kwa majina, najua mahali wanaishi, najua ile kazi ambao tulifanya wakati ule. Nimekuwa pastor kwa muda si mchache, ni kwa muda mrefu na sitawakaisha, sababu najua nitakuwa na wakati mwingine wa kuongea.
Niseme ya kwamba nimekuwa AIC Mtukanio kwa muda, kaenda Lochorai kwa muda, katoka Lochorai na kuja hapa AIC Njoro Town, hapo kwa muda, nikaenda kwa mzee Josephat Kiriro au tena miaka 4, alafu nikawa AIC Kenana, AIC Kamwaura kwa miaka mingi. Then from there sasa nimekuja mahali hapa. Mungu ndiye anayejua kwa nini na wakati kama huu niwe katika kanisa hili. Singetaka kuwakaisha, ningetaka niombe tu. Sijui kama naweza kuomba sasa, mnaweza kuketi au mimi nilikuwa nastahili kusema. Sasa all the power vested. Okay. Okay. Basi unajua kwa nini nimesema ukae chini? Kwa sababu hata mimi si vile mimi napendaka sana kusimama mbele ya watu. Nataka kusimama kwa muda mfupi kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Ningeomba, tulikuwa na watu wa AIC Kenana ambao nimewahudumia kwa miaka, fadhali ikiwa huko mahali hapa naweza kusimama. Just unaona hao nimekuwa mchungaji wao kwa miaka mingi. Kuna mzee Mwiruri, Peter Mwiruri, unamwona huyo? Mnamwona? Okay. Okay. Kuna mzee Christopher pia huko AIC Kenana. Mzee Kiarie kuna huko AIC Kenana. Na pia tuko na mama yetu hapa Beatrice Kamau ako hapo. Tuko na Wakatana hapo na Wakiprangat, mama huyu wa Karanja. Karibuni sana. Na ningeomba ya kwamba kwa sababu singetaka tulikuwa na wimbo, sababu huko tunakuwa na wakati wa kusifu, lakini hatuna hiyo wakati. Lakini ningeomba tu mzee mmoja ataongea kitu kidogo, yaani mama mmoja anaweza kuongea kidogo. Sijui kama kuko na wanalika, lakini pia kulikuwa na wafanyikazi ambao tulikuwa tunakuja na wao, lakini wakaenda mahali kwingine kufanya kazi. Asubuhi tukawasaini waenda wakafanya kazi kwingine, kwa hivyo hawangeweza. Lakini maybe next Sunday or next Sunday but one mtakuwa mkiwaona 1 or 2 kwa tunafanya kazi tukiwa pamoja. Kwa hivyo ningeomba tu kwa nafasi kidogo tu mzee mmoja tu ajitokezee, Mwiruri au mzee Christopher, whoever. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nyinyi hamjui siri ambayo inaletwa katika hili. Hamjui, si kusema ati yule anatoka hakufikia kiwango, lakini mtakuja kujua. Lakini nasema hivi, naitwa Peter Mwiruri, nasoma kanisa la AIC Kenana. Mimi ni treasurer. Nampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Pia nina nafasi ya kuwa katika chama cha DCC. Hivyo nashukuru Mungu kwa wakati huu ambao tumepatiwa ili tumlete mchungaji hapa. 2 things, mambo mawili tu, si mengi. Kwa nini nasema hamjui? Mtakuja kujua. Mimi nilijua mchungaji very early. Kitambo sana akiwa shule. Alipomaliza akaenda kule, finally akakuja kwetu. Nawaambia mambo mawili tu. Mchungaji, kienda kwa interview, na swali moja linasumbua watu sana. Kama unauliza kazi, swali moja linawasumbua sana. Unaulizwa, wewe udhaifu wako ni gani? What are your weaknesses? Na hiyo swali ndio inafanyaga watu wanaaguka interview. His weakness is a workaholic. Ni mtu anafanya kazi na haonagi. Sasa anatu encourage kufanya kazi tu ndio itafanya ufaulu. From there nilikuja nikamjua na nikampenda na nikanjua he's a very potential pastor. Tamuona kila mtu ana nafasi yake, lakini wakati tuliambiwa pastors watatolewa kanisa zao wapelekwe kanisa zingine, niliambia Mungu, isiwe ni sisi
taguzwa. So he's a very potential. Si kumsifu kwa sababu mna nafasi ya kuona na mtaona, lakini ninavyojua he's a potential pastor na ni very 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 committed kwa kazi ya Mungu. Katika shirika zote zile zinahudhuriwa, he will always make sure kama hata kuja ata make sure ya kwamba amehusika na amewasaidia mahali alikuwa anasaidia. The other final thing ni kwamba there is no amount of sacrifice in terms of finance, in terms of kujitoa, in terms of mambo yote ambayo mchungaji hawezi tumia. Tangu akuje kwetu, we thank God ya kwamba amekuwa kielelezo na ametusaidia na ametufikia mpaka manyumbani mwetu, na tunajua ya kwamba is a able pastor. Tutamuona na mtakuwa naye, na naamini ya kwamba finally mtakuwa na ushuhuda wake. Bwana wabariki. Okay. Na mama yetu pia Beatrice kama ukana nyina Gare. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Beatrice Kamau, meokoka, Yesu ni Bwana. Nafurahi siku ya leo kuwa katika nyumba ya Baba, kwa sababu ninajua hali popote tuko na mko, jina la Yesu linasifiwa. Kwa kweli sisi tumekuja kumleta mchungaji, ni mchungaji wetu tunayempenda, tunayemdhamini sana. Amekuwa msaada wetu pamoja na familia yake, na tunafurahi siku ya leo akiwa hapa mbele zenyu, tukishuhudia na tukijua kazi nzuri zenye amefanya. Bado hata nyinyi atawatendea na mtampenda vile hata sisi tunampenda. Kwa kweli msimuone hivyo tu, muone kitu yenye iko ndani yake, na mkimshikilia mtaenda mbali. Bwana wabariki na watende mema. Okay, asante. Wamesema kitu. Okay, nimalize nikusema hivi. Unajua kama vile ndugu wetu Wangai amesema, wakati unasikia kwamba mchungaji anakuja, ingine mtu anaulizaga huyu anakuja ni mrefu au ni mfupi, amesoma mpaka wapi, au hajasoma, anaongea namna gani, mambo mengi. Yani unajiuliza maswali mengi. Lakini hebu niwaambie kitu ni rahisi. Nagoja tu naona huyo mtu namna gani. Because mimi wakati mwingine huwa naangalia, nimekuwa AIC Mwaura na nimetoka huko. Mimi nilikuwa na principle number 1. Kitoka kwa kanisa, usiniulize ati mambo ya hiyo kanisa. Hapana. Uniulize sasa ya jirani. Sasa mtakuwa mnaniuliza ya jirani. Mtakuwa mnaniuliza jirani tunaendelea aje? Because sitaki tuangalie nyuma, sababu nyuma aturudi nyuma, tutakuwa tukiendelea mbele. Otherwise mimi nashukuru ya kwamba is my humble acceptance ya kwamba tutakuwa pamoja na nyinyi. Okay, I'm a very busy man. Wanasema kwamba mimi ni busy, lakini I spare my time kwa washiriki, na naamini ya kwamba Mungu ataendelea kututenda mema. Otherwise feel encouraged that this is the hour, this is the day, this is the month, and this is the church. Mungu anataka tuwe pamoja. Na mimi naniwaambie hivi, kila wakati, najua kuna mtu ambaye unaweza hata kwenda kwa kanisa ukae miaka yote, lakini huyo mtu habarikiwi. Na hata anasema niko kwa hiyo kanisa sibarikiwi. Lakini unajua kwa nini? Kwa sababu ugoji kutoka kwa Bwana, ugoja kutoka kwa mwanadamu. Wanadamu watakuja waende, watakuja na mawazo haya hale mengine, lakini all said and done, kile ambacho ni cha maana is just waiting upon the Lord. Ukigojea kutoka kwa Bwana utabarikiwa sana. Hata hisi kama vile nimesema, najua wengi, hata wengi wanajua tukiwa huko AIC Joro town vile tukaperekana na hata sasa pale ambako tulianzia sasa nini. Na wakati nilikuwa sikuwa na miaka mingi, sai am an old man, niko kwa huduma niko na miaka naenda kufikisha 24. Sasa nikiwa kwa huduma miaka 24, nimebakisha kidogo ni retire. Ombi langu ni ya kwamba nitaretire nikiwa AIC jirani. You see now,
Sababu si miaka mingi imebaki. I retire na Mungu akipenda tuendelee kukaa pamoja na nyinyi. Kwa sababu mimi ni mkaaji wa hapa, kwa wale ambao ni wageni, mimi ni mkaaji wa Jordan Estate. Huko nakaa Jordan Estate, watu wanajua hapo karibu na kwa Pastor Karanja, lakini upande mwingine. Alafu kuzaliwa kwangu nizaliwa tu hapa jirani. Wazazi wangu ya kina Esther Kagombe. Esther Kagombe, mnajua Esther Kagombe? Sasa babangu, unaweza kusimama kidogo kwa wale ambao hawakujui. Okay, Esther Kagombe, babangu ndio the first born kwa hiyo familia. Unaona sasa hivyo. Alafu Kagombe alikuwa the last born kwa familia ya kinaguka. Hao wengine akina maanti wamejaa hapa. Nimeletwa kwa kanisa, tumekuja sasa kama familia. Yaani ndio kuna wakati nilikuwa nasema sasa angalia kwa familia, mimi ni member, watu wengine ni family members, akina Ann, akina Grace Dhome, all those are my aunts. I have the cousins here, I have everybody here. Also, wale ambao pia wanajua ya kwamba ukitaka, hata ukiona nimekosa, sikia kwamba nimekosa, unataka nirudi kwa njia. Sasa mko na njia nyingine mzuri sana. Mama Garashu. Mama Garashu si mama. Hata ukiona nimekosa namna gani na unashindwa njia, sasa njia iko hapo. Na Mama Garashu. Unajua kwa nini? Wakati nilikuwa na shule ya Biblia, this family walinisaidia sana. Even wa leo, I respect these people, they respect me. Mimi ni mtoto wao, wanajua hivyo. Hatuwezi wakakaa sana kabla waja nipigia. Kibiashara wamenisupport sana. Kibiashara wanajua pia, wale ambao sasa mtajua pia mimi ni mwanabiashara. So not only mimi ni pastor, mimi ni mwanabiashara pia. Na baba wamenisupport sana na tumeenda mbali na wao. Kwa hivyo mimi ningeomba kwamba accept, msiwe na wasiwasi. Ndio kuna wakati wengine unaweza kuwa na wasiwasi, shindwa huyu mtu atakuwa namna gani? Don't worry. Wacha tuende huko kwingine. Mungu anajua. Otherwise, I thank God for my wife. My wife nafanya kazi na yeye. Lakini usikojee afanye maybe kama watu wengine. Mimi pia niko na strategy ya kufanya kazi. Naweza kuwa kwamba atafiti vile maybe mtu anafikiriaga, lakini we work together. I have my son Kamau ambaye anakuwa kwa praise and worship team huko AIC Njoro Town. Lakini sasa ako Kabarak University, anafanya mambo ya nursing and what have you. Niko na another son that ako grade 10. Grade 10 ndio form 1 or form 2? And form 2, whichever. Ako huko Cherangani, St. Mark, ako sasa ndio ameingia. I have my daughter who is also ako grade 6. Ako grade 6. Na tuliachana naye akasema anataka kwenda Sunday school huko AIC Njoro. Unajua kwa nini? Tuliona kwamba tunaenda huko tukafika mahali tukaona ya kwamba yani tukaona ya kwamba tu settle in one church. Kwa hivyo wako AIC Njoro and they are doing well. I thank God for my son Kamau. Pia huwa ananisaidia sana kimawazo, kufanya biashara ya kimaisha, na hao wengine hata kazi ya Mungu tunafanya tukiwa pamoja, na pia wanajua kwamba I'm reporting here today. Wao wanajua. Even the family members wanajua kwamba I'm reporting here. Wafanyikazi wetu pia wanajua kwamba tuna report hapa tu. Tulipata kazi ya ghafla, nikamwambia kwamba walipoti kazi, lakini siku nyingine wanaweza kuja hapa kwa sababu pia wananisupport kwa ministry. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Mungu awabariki na watende mema. Nishukuru Reverend Komi sababu ya kuchukua nafasi hii, ndugu wetu Bwana Josephat Kiriro, mzee ambaye tulifanya kazi na yeye akiwa chairman wangu wa Compassion CDC huko Rochorai, na nikawa pia pastor wake huko AIC Kishofo, na pia Mudhua tulikuwa na yeye huko AIC Elbagon. Yeye akiwa mzee wa kanisa, mimi nilikuwa mwalimu wa Sunday school. Mimi naweza hata kufundisha Sunday school.
na kwaya kidogo. Unajua hata kwaya nilikuwa hata ni vile hakusema nilikuwa mwana kwaya. Usiniulize nilikuwa naiba namna gani. Lakini nilikuwa nyuma ya watu. Najaribu kusupport kazi ya Mungu. Na kwa hivyo tumekuwa na Mr. Mudhua, akina mzee Wangai, hao wazee wote tumekuwa nao AIC Njoro Town, akina Mary Ndungu ambaye alikuwa anaongea, akina Lydia Muiruri, akina nani hapa, tumekuwa pamoja na wao. But I wish you and I tell you it will be good. Itakuwa mzuri, itakuwa better, sababu Pastor Karanja alifikia. Na niseme ya kwamba Karanja tumekuwa naye shule huko Scott Christian University akiwa miaka kama miwili. I think miaka miwili. Alikuwa mbele yangu miaka miwili. Pastor Karanja na mimi nikawa I think nikamaliza, alafu tukawa makanisa tofauti. At the same time tumefanya kazi na Pastor Karanja. Mimi nilikuwa pastor AIC Njoro, nilikuwa the pastor in charge, na akiwa associate pastor. Kwa hivyo tumefanya kazi na yeye, na kwa hivyo I know vile tufanya kazi huko, na kwa hivyo mambo yote itaendelea vizuri. Na kwa hivyo niwie radhi kwa sababu ya kuchukua muda mrefu. Wakati mwingine itakuwa nachukua tu muda mfupi. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna watu ambao walikuwa wamekuja hapa kuja na maybe kwa sababu ya kuja kuona kanisa lile ambalo nilikuwa na siku watambua. Okay. Maybe kuna Wambui tunafanya kazi. Wambui inaweza kusimama. Wambui pia anafanya kazi kwa hiyo kampuni yetu. Hao wengine watakuja baadaye. Otherwise, Mungu awabariki na watende mema. Asante sana. Sasa hautaketi, utaomba kwa sababu ya sadaka, alafu utaomba kwa sababu ya neno, ili tuingie kwa neno direct, alafu utakuja kukaa hapa. Ninauliza ndugu yetu Bwana Kirero, utambebea ile umlete hapa ili ajue mahali ambapo ataketi. Tunaomba kwa sababu ya sadaka na neno. Mungu wetu, tunakushukuru na hata kulihimidi jina lako, kwa sababu wewe si kama mwanadamu ukaweze kudanganya, na nguvu zako Bwana ni za kipekee, na baraka zako pia ni za kipekee. Kwa mkono ambao Bwana umetoa, Bwana utaendelea kutubariki na kutujalia neema, na wale ambao hawakuweza kutoa, Mungu wetu pia utaendelea Bwana kuwabariki, ili wakati mwingine wakaweze kukutolea na wakazidi kupokea baraka kutoka kwako. Wakati Mungu wetu tutakaa kimya na kusikia sauti yako, naomba Mungu wetu kaficha mtumishi wako na damu ya mwanakondoo na nguvu na uwezo wa msalaba, ili Mungu wetu kamtumia kulingana vile upendavyo. Shetani muovu aweza kutembea kwa njia moja ile nyingine, wazidi kumkemea na kumkataa na kujikabidhi kutoka kwako Mungu wetu, ili ukajitwalie sifa na utukufu wote Bwana unapoendelea kutubariki na kutuinua. Watu wako Mungu wetu tuko hapa Mungu wetu tukingoja kutoka kwako, na tuna imani ya kwamba Bwana utatutenda mema. Endelea kubariki na hata kazi za mikono yetu, na kutubarikia wale ambao wameajiriwa, kazidi kuwabariki. Wale wafanya biashara pia Bwana wakaweza kuwabarikia. Wale ambao wanapokea msaada kutoka kwa watoto wao au watu ambao wako karibu na wao, pia Bwana wakaweza kuwabariki. Hao ndio maombi yetu ya imani ya kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Kanisa tuseme amen. Amen, amen. Situmkaribishe na makofi anapoingia sasa kuchukua ushukani. Sasa nikipata kuhubiri, yeye ndiye nitarudishia ili atumalizie ibada.